mzima mchache lakini kwa toa. Nataka utoke humu. Toka. Mtazi mkubwa. Ng'ombe wewe, kenge, usiokuwa na adabu. Nishakuacha. Kuna nini? Wewe acha tu. Maisha yanafanya mwanangu azurure kwa kukosa uwezo wa kumsomesha. Ondoa shaka. Mimi nitakusaidia kumsomesha. Jamii ina wajibu wa kuwasaidia watoto walio katika mazingira magumu ili waweze kutimiza malengo yao. Tangazo hili limeletwa kwenu na kijiji cha kulelea watoto SOS Zanzibar. Asubuhi ya leo kufuatia wito wetu tuliotoa kwamba leo tukutane ili tuweze kuhabarisha wananchi wa mkoa wetu wa Mjini Magharibi juu ya hali ya ulinzi na usalama ilivyo katika mkoa wao. Kwa muda mrefu sasa na miji mingi kumekuwa na shida kubwa sana kwa sababu watu wanataka wapate mambo. Kwa hiyo kuna vikundi vya watu vinajitengeneza kwa kuvizia kuangalia watu wanataka nini. Kwa hiyo kuna kikundi ambacho kiko hapa mjini wanafanya utapeli kupitia kwenye maduka makubwa. Maduka makubwa wanauza vifaa vya jumla, vifaa vya ujenzi, mafuta haya ya kupikia kwa kutumia mitandao ya simu. Mpaka sasa tumebaini watu 6 kwenye kundi hilo. Ili kundi wanapita kwenye maduka wanasema tunataka labda kwa kiwango kikubwa sementi mifuko 200. Wanapewa mifuko kadhaa. Wakishapewa hizo sementi wanasema pesa utachukua mahali fulani. Kwa hiyo unakuta wafanyabiashara wetu wengi sana hapa wametapeliwa. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026 baada ya kupata hizi taarifa tulifanya msako wa kina. Kuna mwananchi mmoja alikuwa ameibiwa kwenye duka lake saruji mifuko 60. Baada ya ufuatiliaji tukafanikiwa kukamata watu 6, lakini baada ya kufuatilia tukapata ile sementi mifuko 60. Kwa hiyo yote tukawa tumerecover kwa kushirikiana na yule mwananchi ambaye alikuwa ametapeliwa. Kwa hiyo kundi hili lipo, tumewashikilia, wako pale kituo cha polisi Bububu. Yuko anaitwa Ali Maulid Ali, yeye ana miaka 29, ni Mshirazi wa Manyanya. Mwingine Salum Omari Abeli, yeye miaka ya 37, Makonde wa Manyanya. Abdalla Kombo Hamisi ana miaka 28, naye ni Mshirazi wa Mwakaje. Mwingine Mudhiri Saidi Hamisi miaka 22, naye anakaa Mwanyanya huko. Mwingine ni Hamadi Idi, yeye ana miaka 35, Mshirazi wa Bububu. Na yuko Suleiman Idi Musini ana miaka 35, yeye ni mkazi wa Kama. Hawa ili kundi hili ni kundi kubwa, limeleta madhara makubwa. Mpaka sasa wameshatambuliwa kwenye kesi 4 ambazo wametapeli wafanyabiashara na kuiba mali nyingi tu. Mtu wangu hapa kwa wananchi wajue kwamba kuna hao matapeli. Kwa mtu anapokuja kununua kitu dukani kwako, hakisha kwamba analipa pale pale. Mwambie utakuja baadaye iwe vile, kataa. Na hawa ni wajulishe tu kwamba hapa Mjini Magharibi hatutakubali makundi kama haya yaendelee kuwepo. Lakini kundi lingine la kitapeli ambalo ni baya sana, hili lina madhara makubwa kwa sababu linaathiri watu wadogo, watu wa chini. Hili la kwanza linashughulika na matajiri, watu wenye maduka, wafanya biashara. Sasa liko kundi ambalo tumelikamata linaitwa Kujitegemea Amani Center. Kundi hili limetapeli kina mama wengi, limetapeli watu wengi. Kwa hiyo tunalishikilia kundi hili, tunaendelea na mahojiano nao. Lakini niwaambie tu wananchi, hasa kina mama, unapoambiwa kuna mkopo, tulia, nenda kwa sheha. Sheha atakuelewesha kama ni kundi linaloeleweka, linalofahamika, utajua. Nenda kwa DC, nenda kwa viongozi wa eneo lako lile, usikurupuke. Usiambiwe na rafiki bwana kuna mtu anakopesha 15% unapata hela nyingi. Inaleta umaskini mkubwa sana. Kwa hiyo kundi hili nalo tumelishikilia, tunaendelea. Lakini yako mengi tu pia kusema tutatoa ajira za jeshi, ajira za polisi, ajira za idara maalum za SMZ, ajira za kufanya usafi kwenye barabara, ajira mbalimbali. Kwa hiyo niwataka wananchi tu, ukiambiwa mambo ya hovyo nenda kwa viongozi. Eneo lingine ambalo nataka kusema ni hili la tuna vijana wetu wengi wako mitaani. Wamejiweka kule. Nafikiri kwenye mitandao ya kijamii mliona juzi kuna kundi linajiita low battery. Mliona wamerushwa wanafanya mazoezi ya mapanga. Nafikiri mliliona watu wananchi wakapata taharuki kubwa. Sasa nilichotaka kusema tu ni kwamba kundi hili tumeshalikamata. Kiongozi wao tunamtafuta.
yupo, ana familia yake, ana mke, yeye ndo anayewalisha na kuwatunza. Hao wanajificha kwenye msitu wa Uelezo pale jirani na kambi ya jeshi. Tumeshawakamata na tumewahoji, wamekiri matukio mbalimbali ya kihalifu ya unyang'anyi mitaani, wanaonyang'anya wananchi. Na wito wangu kwa wananchi hapa sasa, hawa wengi ni watoto, umri wao ni mdogo. Wito kwa wazazi kwamba usikubali mtoto wako akaenda kwenye kikundi. Anasema tuna kikundi chetu, tuna maskani yetu, tunaenda. Kwa hiyo tuna makundi ya vijana wetu wadogo wadogo ambao wako mtaani. Kwa hiyo niwaambie wananchi tu kwamba tuko makini, tuko imara, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Na sasa hivi kupitia kamati ya ulinzi na usalama tunataka tujimarishe zaidi na zaidi. Kuhakikisha kwamba askari wengi wanakuwa mitaani. Lakini na vile vikundi vya ulinzi shirikishi vya wananchi, vile vikundi vya ulinzi kwenye shehia, tunaviimarisha, tuhakikisha kwamba hali inakuwa salama. Eneo la mwisho ambalo nilitaka leo nilieleze kwa wananchi na nitoe wito pale ni swala la usalama barabarani. Ajali. Kwa kipindi kifupi hiki tumeshuhudia ajali nyingi sana zinatokea na zinasababisha vifo kwa wananchi, watu ambao kwa kweli hawakupaswa kufa. Kwa mfano siku ya jana tu zimetokea ajali mbili. Pale Bububu skuli saa 5 asubuhi. Ile ajali ukiangalia kwa mfano ya Bububu skuli, dereva wa gari la Costa lililobeba abiria linatoka mjini linaelekea kaskazini. Pale Bububu ni kituo, lakini anaendesha gari kwa mwendo ambao ni mkubwa kabisa uliopitiliza. Yaani gari linataka liingie kituoni lipaki, lakini kwa sababu ya tamaa na uroho anataka kuwahi abiria, ameendesha gari kwa spidi kubwa, amegonga mtu pale aliyekuwa anavuka barabara akafa pale pale. Lakini juzi pale Fuoni dereva anaendesha gari dogo, amepaki gari katikati ya barabara. Ameshusha abiria, yule abiria ameacha mlango wazi, bodaboda anakuja kwa spidi kubwa, akagonga ule mlango, akaanguka chini, gari ile kwa nyuma ikamgonga. Mazingira kama hayo ni wananchi wamekosa ule uangalifu. Kwa hiyo hizi ajali ukiziangalia ni ajali zinasikitisha. Yaani jana tu watu 2 wamekufa katika mkoa wetu. Lakini ninachotaka kusema hapa ni kwamba barabara zimeimarishwa. Kwa hiyo ni lazima pia sisi wananchi tujue kwamba barabara zetu zimeimarishwa. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye barabara tuwe waangalifu. Tunaongea na wenzetu wa mawasiliano. Vile vyuo vya udereva sasa wananchi wafundishwe kikweli kweli. Yaani mtu asiingie barabarani kama hajalijua gari, hajaelewa kanuni na taratibu na sheria za kuwa pale barabarani. Kwa hiyo hatua ya kwanza tutakayochukua na wajulisha wananchi ni kwamba tutahakikisha leseni zote ambazo zipo sasa zinaangaliwa upya, kwa sababu miundombinu imekuwa ya kisasa, lakini akili za wanaotumia barabara bado ziko nyuma. Kwa lazima wavutwe sasa ili nao wafike hapo. Na kwa vile vyuo vya udereva lazima viweko vya kisasa viimarishwe. Lakini pia pamoja na hiyo, lakini tutaimarisha doria za barabarani. Sasa hivi magari 2 mkoani hapa tumeshayatoa. Tutakuwa na highway patrol ambazo zitakuwa zinahakikisha masaa 24 kutakuwa na askari wa usalama barabarani wenye magari, lakini wanashuka wanapiga faini. Tutatumia kikamilifu sasa vile vifaa vya kudhibiti mwendo, lakini pia tuhakikisha kwamba vile vipima ulevi tutavitumia vizuri. Ukiangalia ajali zetu nyingi zinatokea weekend wakati watu wametoka kulewa. Kwa hiyo niwahakikishie tu wananchi kwamba hili swala la ajali tutalisimamia kikamilifu, na wote hao ambao wamefanya hizi ajali tumewakamata, tunao. Hakuna atakayepata dhamana, atakayetoka mpaka wapate adhabu za kutosha. Adhabu ziko, sheria ile inatoa mpaka miaka 7 jela. Lakini pia leseni zile tutaongea na wenzetu wa mawasiliano wanyang'anyi zile leseni. Kwa hiyo tutachukua hatua kubwa sana kali kabisa. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Alfatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Alfatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Alfatah TV Online, dira ya umma.